Kwanza ningependa kujua tafsiri ya plate number ya gari la Papa, manake ni kama lina herufi VC1 kitu kama hicho. Ile ina maana gani? Pale ni ile Vatican ni nchi. Kwa hiyo V ni Vatican, C ni city au kwa Kiitaliano wanaweza kuchita Vaticano uno number 1. Ina maana kwamba lile ni gari la number 1 pale Vatican City au mji wa Vatican. Na Papa pamoja na uongozi wa kiroho, lakini yeye ni mtawala wa pale Vatican. Kwa hiyo yeye ndiye kiongozi namba 1. Kwa hiyo anatembelea ile gari namba 1 ya pale Vatican. Hapo kama nimekuelewa vizuri ni kwamba ndani ya Italy kuna mamlaka nyingine inayoongoza ndani ya Italy na ndani ya mji mkuu wa Roma kuna mji wa Vatican. Vatican ni nchi inayojitegemea, na ndio maana ina mabalozi wake katika nchi mbalimbali. Na ndio maana hata hapa Tanzania tunayo balozi wa Vatican nchini Tanzania ambaye ndio balozi wa Baba Mtakatifu hapa. Kwa hiyo yule amekuja kama balozi kama walivyo mabalozi wengine. Kwa maana tuna balozi wa Italy na tuna balozi wa Vatican ndani ya nchi. Ndio. Hali kadhalika hata kule Roma wapo mabalozi wa Tanzania au wapo mabalozi wa nchi zao nchini Italia, na wapo mabalozi wa Vatican wako kule wanaishi kule. Kwa hiyo kuna mabalozi hao ni tofauti. Yaani balozi wa Tanzania au balozi wa Italia nchini Tanzania hawezi kuwa balozi wa Vatican nchini Tanzania. Sawa. Kwa hiyo hata kwenye maziko Papa anazikwa Italy ama anazikwa Vatican? Anazikwa Vatican. Kwa sababu ni mtawala. Anazikwa katika nchi yake ya Vatican. Ama anaweza pia kuzikwa maeneo mengine ambayo yako chini ya Vatican. Kuna makanisa na maeneo mengine ambayo yako chini ya Vatican. Kwa mfano pale Roma kuna makanisa makubwa, St. Mary Major, Bikira Maria Mkuu ni mali ya Vatican. Kuna mtakatifu John wa Laterani ni mali ya Vatican. Kuna mtakatifu Paulo nje ya kuta za Roma ni mali ya Vatican. Kwa hiyo anaweza pia kwa sababu au kwa akazikwa pia katika makanisa hayo mengine. Sasa kwa hiyo balozi wa Vatican hapa majukumu yake ni nini? Anafanya majukumu ya kiimani ama anafanya majukumu ya kimaendeleo kama mabalozi wengine? Anafanya majukumu yote. Anafanya majukumu yale ya masuala ya kiroho, lakini anafanya majukumu mengine ya huduma za kijamii. Kwa mfano labda masuala ya wakimbizi, lakini kwa kushirikiana pia na mamlaka zilizoko na kwa taratibu zilizoko. Vatican kama mamlaka ina mamlaka ya kiutawala kama zilivyo serikali nyingine, na ndiyo maana kuna waziri wa mambo ya nchi za nje, kardinali anayeshughulikia masuala ya kimataifa wapo. Kuna makardinali wanaoshughulikia masuala ya huduma za jamii, elimu, afya. Kuna makardinali wanaoshughulikia masuala ya mahusiano na dini nyingine wapo. Kwa hiyo kuna makardinali wanaoshughulikia masuala ya uinjilishaji, kwa sababu kazi msingi ya kanisa ni kuinjilisha, kulipeleka neno la Mungu kwa watu wa mataifa, kwa watu mbalimbali duniani. Kwa hiyo yupo kardinali ambaye anashughulika na mambo haya ya uinjilishaji. Kwa hiyo kuna idara nyingine mbalimbali za kiutawala ambazo ziko pale Vatican. Pengine kuna kardinali mpaka anayehusika na masuala ya kilimo, huduma za jamii. Asante kwa ufafanuzi huo. Kwa hiyo maana yake kuna watu wapo pale Vatican ni raia wa Vatican na si raia wa Italy. Ndio, kwa maana kwamba Vatican ina passport zake. Na wale wanaohudumu mle kwa sababu za kimsingi wengine wanazo passport za Vatican.